kuanzia mwaka kesho hakutokuwa tena na utaratibu wa kupokea wanafunzi kwa kupigiwa simu. Wanafunzi watakao ripoti hapa ni wale ambao ni wa kitaifa na wataripoti kutoka shule zote za Tanzania, na maanisha kidato cha kwanza. Kwa kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 6 itakuwa ni wanafunzi wa kitaifa, sio tena wanafunzi wa kata au wa wilaya ama wa halmashauri. Ili mlifahamu, kuanzia hapo hatutarajii tena tupokee simu ya mzazi kuomba nafasi. Imeisha hiyo. Hiyo imeisha. Lakini nitoe wito kwa wale ambao watoto wao wapo, jamani tuelewane, baadaye tusije tukaulizana mbele ya safari. Nitoe wito kwa wale ambao watoto wao wapo, na maanisha form 1, form 2 na form 3, ambao 2026 watakuwa form 2, form 3 na form 4. Wanafunzi hawa waendelee kuichunga hii rasilimali ambayo wanayo. Hatutokuwa na excuse na mtoto ambaye anaenda kupata ufaulu wa daraja la 4. Shule ya bweni kitaifa haiendi na ufaulu wa division 4. Hapa mwisho ni daraja la 2 na tumeandika pale. Ukiingia inatoa indicator pale. Kwa hiyo kama una mtoto wako yuko form 1, pambana. Mwisho wa mwaka akiishia na division 4 tunakurudishia umpeleke shule nyingine. Una mtoto wako yuko form 2, akipiga daraja la 4 tunakurudishia. Hivyo hivyo kwa walioko form 3. Sasa hivi hatupambani tena na shule za mkoa. Tunataka kupambana kitaifa. Ni miongoni mwa shule chache Tanzania ambazo zinatoka kwenye shule za kata kupata bahati kama hii. Hii bahati hatutaki kuichezea. Tutaisimamia na tutailinda kwa njia yoyote na kwa gharama yoyote. Zifuatazo ni baadhi ya changamoto. Kwanza, upungufu wa mabweni na hostel. Ndugu mgeni rasmi, kwa sasa shule ina mabweni mawili tu yenye uwezo wa kubeba wanafunzi wavulana 160 na hosteli 3 za O level, moja ya wavulana yenye uwezo wa kubeba wanafunzi 43 na 2 wasichana zenye uwezo wa kubeba jumla ya wanafunzi 162. Uhaba wa maji. Ndugu mgeni rasmi, idadi ya wanafunzi tulionao kwa sasa ni kubwa sana ikilinganishwa na miundombinu ya maji. Hivyo, kutokana na idadi kubwa ya wanafunzi wetu, kwa siku tunahitaji kutumia lita 25,000 za maji kwa matumizi ya aina mbalimbali. Hivyo vyanzo vyetu havitoshelezi. Mapendekezo. Ndugu mgeni rasmi, katika kupunguza na kuondoa baadhi ya changamoto, tuna maombi au mapendekezo yafuatayo. Ndugu mgeni rasmi, tunahitaji kisima kirefu cha kutumia pampu ya umeme ili tuweze kumaliza kero ya upungufu wa maji, kwa kuwa tenki la kutunzia maji tunalo. Pia tunahitaji photocopy machine ambayo itatusaidia kwa kazi za shule, kwani tulionayo ina uwezo mdogo na ni mbovu. Wazazi, muwe pamoja katika sala.
kila siku tuwaombee watoto wetu ili waweze kumaliza kipindi hiki kifupi wakiwa salama. Lakini hata watakapomaliza mitihani yao ya form 4, tulikuwa tunaomba msiwaachie wakaenda kufanya mambo yasiyofaa. Nafikiri nikisema mambo yasiyofaa kila mtu ananielewa. Naomba mkawapeleke kwenye mafunzo mengine wakati wanasubiri matokeo. Unajua kuna desturi zetu, kuna wengine saizi wameshatayarisha, wanataka kutoa mahali za ng'ombe, wanataka kufanyaje. Hilo tuachane nalo kwanza. Tuhakikishe watoto wetu wanasonga mbele kwenye masomo. Tuna bahati nzuri wilaya yetu ya Tanganyika, tuna bandari pale. Ile bandari ni ya kisasa, itahitaji wasomi, na wasomi ndio hawa. Tunatakiwa tuwasomeshe hawa waende wakafanye kazi kwenye bandari ya kisasa.